Happy Sabbath, happy day. Tunamshukuru Bwana tena kuwa pamoja katika sabato ya leo. Ni dhahiri kwamba ni nafasi yake ametupatia bure kwa neema yake tupate kurekebisha maisha yetu. Uhai wetu sio kitu chochote kama tutaendelea kuwa na rekodi ama kuwa na disqualification ya kuingia mbinguni. Kwa maana maandiko yanasema katika Mhubiri, ni heri mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kweli? Kwa maana gani? Ni afadhali mtu ambaye pamoja na unyenyekevu wa moyo anaendelea kumtegemea Bwana hata akafa, kuliko mwenye uhai ambaye hana tumaini la uzima wa milele. Kweli? Sawa. Sasa niwakaribishe katika kipindi chetu ambacho kwa neema ya Bwana sitamani binafsi kipate kuwa kirefu sana. Tumekuwa katika sabato iliyopita ama katika lesoni iliyopita tukijifunza habari ya ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Tuna bahati kwamba wale ambao tuko hapa pamoja na wale ambao wanaendelea kutufuatilia sio muda mrefu sana tumeanza, so hatutatofautiana mbali, kwa hiyo tutaenda pamoja. Kwa ufupi, katika lesoni iliyopita tulijifunza ufalme ni kitu gani. Tulijifunza tofauti ya ufalme wa mbinguni na ufalme wa duniani. Msingi sio jambo la ajabu sana ambalo kwa sababu iko mbinguni, kwa sababu tunazungumzia mbinguni, ukaseti akili kwamba halitaeleweka sawasawa kwa sababu ni la mbinguni. Tukaona kwamba hakuna tofauti yoyote ambayo iko katikati ya ufalme na ufalme kwa hapa za duniani, lakini katika ufalme za hapa duniani na ufalme wa mbinguni tofauti yake ni kubwa. Maandiko yanasema kwenye Isaya sura ya 55 aya ya 8 ya kwamba ni kama mbingu na nchi. Tupitie kwa ufupi kwa ajili ya twende pamoja na wale ambao hatukuwa pamoja. Isaya sura ya 55. Maandiko yanasema aya ya 8, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Tukasema hivi, kinachozungumziwa hapa sio kitu kingine isipokuwa ni sheria, si ndio? Tulisoma katika kitabu cha PP ya kwamba hakuna ufalme wote ambao hauna nini? Sheria. Ufalme maana yake ni mamlaka, si ndio? Mamlaka ni nini? Ni sheria. Ukiondoa sheria hamna mamlaka, iwe ya familia, iwe ya serikali, iwe ya ulimwengu mzima. Ukiondoa sheria hamna nini? Hamna mamlaka. Sasa tukaona kwamba Adam na Hawa mwanzoni kabisa Mungu alipowaumba tu aliwaweka katika bustani ya Edeni, aliwaweka chini ya sheria yake kama sharti la pekee na la lazima la kuwepo kwake, yaani la kuwepo kwao, ya kwamba kama ukienda bustanini ukakuta Adamu yuko hai na Hawa wako hai, usiulize, ujue tu kwamba wako kwenye sheria ya Mungu. Tukilielewa hili somo litakuwa fupi sana. Ukikuta hawako hai, usiulize, ujue wako nje ya sheria ya Mungu. Hiyo ndiyo inaongoza wote ambao wako chini ya ufalme wa mbinguni, na ujue ufalme ndiyo serikali pia, si kweli? Kwa hiyo sisi ambao tuko duniani hapa tunategemea kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hatuna namna tutakayofanya kama tutakuwa nje ya sheria ya Mungu. Ni kweli, sio kweli?
hakuna kuingia. Sio kwa sababu mimi ninasema hapa, isipokuwa ni kwa sababu Mungu ndio njia pekee ambayo ameiweka, ndio mfumo huo, si ndio? Hakuna jitihada utaifanya ubadilishe mashine ambayo inatumia diesel ukaweka maji kwa muujiza wako wewe, ama kwa vyovyote vile ukategemea kuwa itaendelea. Hapana. Kwa hivyo ndio mfumo ambao Mungu ameweka tokea mwanzo, na huo ndio wa milele. Sasa leo tunaenda kuangalia kwa ufupi ni lini tutaingia kwenye ufalme wa mbinguni. When tutaingia kwenye ufalme wa mbinguni lini? Ni ya maana mwishoni mwa lesoni hii tunakusudia kuelewa kwamba ufalme wa mbinguni ni kitu tofauti na ujio wa Yesu, ama ni kuwepo kwenye jiografia ya kule mbinguni ndio ufalme wa mbinguni? Unaelewa? Ama ufalme wa mbinguni unajumuisha maeneo gani? Maana hamna ufalme bila jiografia, si ndio? Tofauti na jiografia hamna ufalme. Ili uwe mtawala, uwe mfalme, lazima location ya kwamba unatawala wapi hiyo iwepo, si kweli? Sasa mbinguni tunaingia lini? Mtu anaingia mbinguni wakati gani? Sio mbinguni, kwenye ufalme wa Mungu. Sio mbinguni, kwenye ufalme wa Mungu mtu anaingia lini? Sio jambo la kupuuzia, kwa maana inaweza kuwa mimi niko hapa ninasubiria kuingia kwenye ufalme wa Mungu, kumbe wengine wameshaingia. Seti ukiwa haujui mkutano unaanza saa ngapi, si unaweza ukawepo unasubiria wajumbe, na unafanyikia wapi? Wewe uko hapa unasubiria mkutano uanze, utakuja kuambiwa mbona sijakuona kwenye mkutano? Mimi nilikuwa nawasubiria hapa mje, sio hapa. Unaelewa? Sio hapa, ilikuwa kule. Hapo unakuwa miss target, si kweli? So tutakuwa wapi tukiwa tunaingia mbinguni kwenye ufalme wa Mungu? Swali la kwanza. Ni lini? Swali la pili. Baada ya hapo tunaweza kuwa na kitu cha kutusaidia katika safari ya umilele. Sasa basi kitabu cha Marko sura ya kwanza. Marko sura ya kwanza aya ya 15, aya ya 14 na ya 15. Marko sura ya kwanza aya ya 14 na ya 15. Ndiko anasema, maandiko anasema kwamba hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Yesu akiwa duniani, yeye ndio anahubiri maneno haya. Baada tu ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu alichokifanya alikuwa akitembea akihubiri kwamba ufalme wa Mungu sasa wakati umetimia na ufalme wa Mungu umefanyeje? Umekaribia. Ukiambiwa wakati umetimia, sikulikuwa na wakati ambao uko sasa umewekwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya utimilifu, si ndio? Hapa tukiseti stopwatch ya masaa matatu, yakifika mawili na yakikaribia tunasema muda umekaribia kutimia, si ndio? Kama hapa tulivyokuwa tumeambiana, jamani, saa 8 dakika 30 tutakuwa darasani. Sasa saa 8 dakika 29 muda ulikuwa unawadia, ulikuwa unakaribia, si kweli? Ila ulikuwa haujafika. Sasa Yesu anapohubiri anasema kwamba wakati umekaribia, anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Wakati uliokuwa unazungumziwa ni upi? Wakati wa ufalme wa Mungu kuja, si ndio? Sasa kama ufalme wa Mungu ulikuwa unakaribia saa hiyo Yesu anahubiri hivyo, kabla ya muda huo, kuanzia muda huo na kurudi nyuma, ukiwa umekaribia,
ufalme wa Mungu ulikuwepo haukuwepo? Mzee, kwa pamoja na mimi, ufalme wa Mungu umeanza lini? Kwa maana kama Yesu hapa anazungumza kwamba hapa ni kabla ya mwaka 31. Anasema hivi, ufalme, muda wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Kabla ya hapo ufalme wa Mungu ulikuwepo haukuwepo? Ulikuwepo haukuwepo? Ndio maana si ndio unakaribia? Haukuwepo. Sisi tumechanganyana ama vipi? Saa hiyo Yesu anazungumza hii sentensi, ufalme wa Mungu ulikuwepo? Ulikuwa sawa. Anaposema sasa umekaribia, umekaribia kufanyeje? Kwa maana kama saa hii ungepiga simu na mtu anakuja hapa kanisani akasema ninakaribia, alafu wewe utasema ako hapa, umekuwa sawa. Hii nimeuliza makusudi ili turejee nyuma kwenye somo lililopita ya kwamba hakuna ufalme bila nini? Amri za nani? Za Mungu. Sasa kama tukizungumza tu ufalme, tunazungumza amri. Ukisema ufalme wa Mungu, unazungumzia sheria ya Mungu. Unaelewa sasa? Kwa maana sheria mahali isipokuwepo, hakuna ufalme hapo. Basi wakati Yesu anazungumza hivyo, ujue basi kwamba hapa duniani ufalme wa Mungu haukuwepo. Haukuwepo kwa nini? Na kulikuwa na taifa teule la Israeli. Na wakati huo anazungumza Yesu, bado kulikuwa na hekalu lenye mbao ndani, lenye sanduku la agano na mbao za mawe, na amri za Mungu zimeandikwa hapo, na ndio hizo ambazo hazitadumu milele. Sasa ni kwa nini Yesu anasema ufalme umekaribia? Twende kitabu cha Yohana sura ya 1. Tumia muda mfupi, lakini kama tukielewana mapema tutatumia muda mfupi sana. Aya 18, maandiko yanasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Hello? Ya kwamba hapa duniani wakati wowote, naelewa, hakuna mtu ambaye amewahi kumuona nani? Mungu, ila ni mwana pekee wa Mungu aliye katika kifua cha Baba ambaye alimfunua. Sasa swali, Adam ni mtu sio mtu? Adam alikuwa mtu, hata leo ni mtu. Adam si ni mtu? Sawa. Alipokuwa bustanini alikuwa ameshawahi kuonana na Mungu ama naye hajawahi kabisa? Hata pale alipokuwa anasikia kishindo cha Mungu, alipokuwa akiwasiliana naye, nikasikia sauti yako nikaogopa na nini, ilikuwa ni Bwana Mungu, si kweli? Basi mbona tunaambiwa Mungu hajawahi kuonekana na mtu? Ni kwa maana kwamba ni Yesu peke yake ndiye aliyekuja kumfunua, kwa maana kwamba Mungu si kwamba alikuwa amefunikwa kwenye kitu fulani ambacho ni cha kuonekana, isipokuwa tulikuwa na macho ila hatuo. Sasa tofauti na Yesu, hakuna mtu ambaye angeweza kumwelewa nani? Mungu. Kimsingi kufunua ni kudhihirisha jinsi Mungu alivyo. Unaelewa? Hiyo ndio kumfunua, sio kwenye kitu kingine. Sasa basi, wakati Yesu anazungumza maneno ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, inamaanisha kwamba kuanzia hapo kurudi nyuma mpaka mwisho, tangu dhambi imeingia, hakuna mtu ambaye alikuwa amewahi kushika amri za Mungu bila kukosa maisha yake yote. Hello? Hakuna mtu ambaye angeweza kusema sentensi kama aliyosema Yesu. Sentensi hii katika kitabu cha Yohana 8 aya ya 46.
asingeweza kuisema mwingine ya kwamba ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamsadiki? Mmeona fungu hilo? Sentensi hii angeweza nani angeweza kuisema hivyo akawa na haki kabla Yesu hajasema hii sentensi? Ibrahimu, Elia, Elisha, Yakobo, Yohana Mbatizaji. Hakuna mtu ambaye kabla Yesu aje hapa duniani amewahi kushika amri kikamilifu kwenye maisha yake, kuanzia anazaliwa ama anaumbwa mpaka anakufa, ama yani maisha yake yote, isipokuwa nani tu? Yesu Kristo. Kitendo hicho kinatangaza kwamba amri za Mungu zilikuwa hazijawahi kushikwa kikamilifu. Kweli sio kweli? Hasa kama zilikuwa hazijawahi kushikwa kikamilifu, na amri ndio ufalme wa Mungu ulikuwepo sasa ama haukuwepo? Haukuwa, kwa maana amri hazikuwa zinashikwa, ila zilikuwepo kwenye mawe. Sasa basi nataka tupite haraka humo ili tuelewe mwisho wa somo letu ya kwamba basi ni lini tutaingia kwenye ufalme wa Mungu na tukiwa wapi? Isiji kawa mlango wa kuingilia ama mahali pa kuingilia ni mahali fulani watu wanaenda kuingia, sisi hatuendi kwa sababu hatujui ni wapi. Isije kuwa watu wameshaingia na sisi tunahangaika na njia ambayo haiwezi kuingia. Isije kuwa tunategemea kitu ambacho sio, hakitatokea. Hello. Basi bila kupoteza wakati kitabu cha Marko sura ya 10. Marko sura ya 10 aya ya 15. Andiko anasemaje? Andiko anasema kitabu cha Marko 10:15, amin nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Umeona maneno hayo? Yeyote ambaye hata ukubali ufalme wa Mungu kama mtoto, mtu huyo hata ingia kabisa. Swali, wewe ambaye umeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto, utaingia au hutaingia? Basi kama ambaye haukubali hata ingia kabisa, ambaye hata ukubali kama mtoto, yule ambaye ataukubali kama mtoto, si ataingia? Ataingia. Lakini sasa ni lini ataingia? Lini? Kwa maana kama ufalme wa Mungu tumeona ni katika amri zake, kama ilivyo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya ngapi? Sura ya 19. Mtuone pengine tutusaidia hapa. Mathayo sura ya 19 kuanzia aya ya 16. Maandiko yanasema, na tazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike nini? Zishike amri. Nataka hapa tukijibizana hili swali, tukikubaliana hapa, basi tunaweza kuwa na muda mchache sana baadaye tu hapa tunafunga. Sasa swali, kama ameambiwa huyu bwana kwa sentensi na kwa kinywa cha Yesu mwenyewe ya kwamba ukitaka uzima zishike nini? Amri. Swali, yule ambaye yuko anazishika amri leo hii, anazishika amri, yuko kwenye ufalme wa Mungu ama hayuko kwenye ufalme wa Mungu?
Umeeleweka swali? Ukitaka kuzishika, ukitaka uzima, tena yeye anataka habari za ufalme wa Mungu ili aweze kuingia. Anaambiwa hivi, hiyo swala password moja tu, wewe zishike nini? Amri. Sasa swali, kama alitoka hapo akaenda kuanza kuzishika amri, aliingia kwenye uzima? Hakuingia? Aliingia. Na leo mtu kama mtu ambaye anazishika amri za Mungu, yuko kwenye ufalme wa Mungu ama hayuko? Yuko kwenye uzima ama kwenye mauti? Yuko kwenye uzima. Hasa kama mtu yuko mahali anasubiria Yesu, anasubiria aje aingie kwenye ufalme wa mbinguni, halafu amekaa tu hazishiki amri, yani amekaa tu anasubiria nini? Ngurumo za radi na wingu jeupe lionekane na nini na parapanda ya malaika, aingie kwenye ufalme wa mbinguni. Huyo mtu ataingia? Hataingia? Maana hapa haijazungumzwa hayo mambo yote. Amezungumzia nini? Wewe ukitaka uzima zishike amri. Basi inawezekana kwamba mtu akawa yuko hapa duniani anazishika amri za Mungu, huyo mtu akawa kwenye uzima wa milele, yaani akawa kwenye ufalme wa mbinguni. Kweli sio kweli? Ni kweli? Good. Tulisoma kwenye ile nukuu ya pambano ya Patriarchs and Prophets ya kwamba Adam na Hawa waliwekwa chini ya sheria ya Mungu kama hali ya ulazima ya kuendelea kuwepo kwao. So as long as wanaendelea kuwepo kwenye amri za Mungu, wanaendelea kuzishika sauti ya Mungu, wanaendelea kuitekeleza, hawapishani na sentensi za Mungu. Akisema hivi wanafanya hivyo hivyo, as long as ilimradi tu wanaendelea kufanya hivyo, hawangekufa. Anasema hivi, walikuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni. Sio kama hiyo nukuu tunaweza kuipitia angalau kwa ajili ya wale ambao hatukuwa pamoja. Kama nitaipata ninaweza kuipitia. Sasa okay. Haya, hii niliyoipata hapa ni ukurasa wa 49. Nafikiri hata wewe iko vile vile kwenye PP 49 ya kwanza, soft copy. Arobaini na tisa aya ya kwanza anasema, God placed the man under law as an indispensable condition of his very existence. Kama hali isiyoepukika ya uwepo wake, mwanadamu aliwekwa chini ya nini? Chini ya sheria ya Mungu. He was a subject of divine government and there can be no government without law. Niyo tu. He was a subject of heavenly government. Sasa swali, heavenly government si ndio ufalme wa mbinguni? Haya, alikuwa sehemu ya ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa chini ya sheria ambayo hiyo inaongoza serikali ya wapi? Ya mbinguni. Unaamini kwamba kuna watu leo wanasema kwamba mimi Yesu akija utazungumza tu, mwambia Yesu sio mimi niache tu niingie kwenye uzima wa milele. Jua linichanganya, niona makanisa yanaongezeka tu, yalifika sijui 40 na ngapi. Sielewi hata niende wapi. Biblia ni hiyo moja, kila mahali nahubiriwa Yesu. Mimi nikaona tu Yesu niachilie haya mambo nisichanganyikiwe. Kuna watu wanafikiri kuna conversation wataendelea kuongea na Yesu akija, alafu baadaye wakimzidi idadi ya maneno anawaambia basi ingia. Hiyo sio foleni ya kwenda kwenye buffet. Kwa sababu gani? Tumetoka hapo kwenye wimbo wetu ya kwamba wenye mavuno tutashangilia, si kweli? Swali, wala ambao hatuna mavuno
Shangilia tena? Hapana. Basi kama Adamu alikuwa chini ya sheria alikuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni. Swali, leo sisi tuko miongoni mwa ufalme wa mbinguni? Na kama hatuko chini ya ufalme wa mbinguni, tokeaje? Ndio hiyo anguko, ndio siri ya kuasi, ndio dhambi iliyotufanya sisi tusiwe sehemu ya wapi? Ya ufalme wa mbinguni. Kumbuka Isaya sura ya 1 eti anasema, kwa maana maovu yetu yamefanyeje? Yametufarakanisha. Tulikuwa pamoja na Mungu kwenye ufalme, lakini maovu yakatutenga, yakatufarakanisha. Kwa hiyo as long as mtu hana maovu, anashika amri za Mungu 10, anafanya maagizo yote ya Mungu, yeye ndio maisha yake, huyo mtu yuko sehemu ya ufalme wa wapi? Ufalme wa mbinguni. Swali kama nini? Asante. Tunapozungumza kuhusu ufalme wa Mungu, na jibu ambalo Yesu aliweza kujibu. Sawa. Hivyo ukiangalia katika kile kitabu cha Luka 17:21, Luka 17, na wote tunaweza kuelekea hapo ili tuweze pamoja kuelewa swali. Luka sura ya 11 ama tuanzie 20 na 21. Sawa. Kuna kitu ambacho walizungumza pale, akasema kwamba na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Sawa. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu ufalme wa Mungu, si kwamba ni siku fulani ambayo imewekwa sasa tuanze, hiyo siku ikikaribia tuanze kujiandaa. Sawa. Hapana, lakini anajibu katika mstari wa 21 akisema kwamba wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Sawa. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ambao tunausungumzia sio kitu kingine ambacho kukuja kama surprise. Hapana. Umo ndani yetu. Sasa kile ambacho ningependa tuweze kukiangalia ili tuweze kuelewa zaidi, umo ndani yetu kwa njia ipi? Kwa sababu tena ukishuka pale chini anasema kwamba ikiwa hamutakuwa kama watoto wadogo. 18 ama 20 ngapi ile? Ya kwamba kama mtu hata upokea ufalme wa mbinguni kama mtoto mdogo. Tusoma ni Marko 10:15. Ni hiyo Luka 18:16. Sawa. Eti bali Yesu akawaambia waje kwake, akasema waacheni watoto waache kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Eti waache watoto wadogo waache kwa nani? Kwa Yesu. Eti kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Kwa hivyo tukiangalia sehemu nyingine tuone kwamba huyu mtoto ambaye tunaambiwa kwamba tuwe ama tuige mfano wake, ni kitu kipi ambacho kinafanya mpaka Kristo anamtumia kama mfano kwamba hao wataingia katika uzima wa milele. Sawa. Sasa kutoka pale mwalimu, ningependa uweze kutusaidia wote ili tuweze kuelewa, kwa sababu pale tumeona kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yetu. Sawa. Umo ndani yetu kivipi? Hapo wanaoambiwa hapo wakati huo ni Wayahudi, si ndio? Ufalme wa mbinguni uko ndani yao, ambao kimsingi inaweza kuwa ni sentensi ambayo alikuwa anazungumzia kwa niaba ya kila kizazi, hata sisi. Ya pili, anafananisha na watoto wadogo, anasema kwamba waacheni waje kwangu. Na kuna sehemu ambapo anasema kwamba ikiwa hamtakuwa kama hawa, hakika hamtaingia katika uzima wa milele. Nimesahau fungu hilo. Sawa. Sijui kama tumeelewa swali ama ninaweza kuanza kujibu. Ndio. Mathayo 19 fungo la 16 mpaka 30, lakini wacha tusome kuanzia 19 mpaka 28. Sawa. Nasema namna gani? Mathayo 19 tuliotoka kusoma aya ya 10 kuanzia ya 16. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja,
lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka ukamilifu, enenda ukauze ulionayo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo nifuate. Asante. Wakati alimwambia njoo nifuate, uamuzi alikata peke yake. Juu tulikuwa tunaongelea upande wa nini? Ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Sisi tuone tukubali ili tuingie ufalme huo, ama tuone tukatae. Kijana alipoambiwa usa vitu vyote hivi umeshika, sheria hii yote umeshika, ndio. Lakini enda usa ile vitu ulio nayo vyote unifuate. Maana utakuwa umeweka hazina wapi? Mbinguni. Ile kijana alifanya namna gani? Alikunja sura yake kwa huzuni. Kwanza alikunja sura yake, akaondoka. Hakutaka kusikia hata maneno Yesu anamwambia. Juu alikuwa na mali nyingi. Sasa kama angeliweza kugeuka saa ile aingie mahali pale, angelipata wokovu na aendelee kufuata Yesu. Lakini alipomwacha, inamaanisha aliuacha akaingia kwa. Okay, sawa. Amina. Sawa, kitabu cha Mathayo pia sura ya 21 aya ya 43. Ndiko anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Mwisho wa kunukuu. Swali. Turudi sasa kwa ndugu pale. Yesu wakati anawaambia watu tubuni na kuiamini Injili, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Wakati huo ufalme ulikuwa ndani yao ama ulikuwa nje yao? Kwa maana sentensi pia ni ya Yesu pia inayosema kwamba kwa maana ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Ni ya Yesu pia. Lakini pia ni sentensi ya Yesu inayosema kwamba tubuni na kuiamini Injili, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Swali, wakati anawaambia hivyo, ufalme wa mbinguni ulikuwemo ndani yao au haukuwemo? Hiyo tusaidiane. Ufalme wa Mungu kama ungekuwepo, wangeliambiwa kwamba. Sawa. Sababu tukiangalia kipindi cha Yohana anapokuja anasema kwamba tengenezeni mapito. Kwa hiyo ukiangalia Yohana anapokuja anakuja kufanya matengenezo. Sawa. Kutengeneza njia. Na bado unaona Kristo anapokuja anawaambia kwamba tubuni na kuiamini Injili. Kwa hivyo hatuwezi tukawa nao ndio bado sisi hatukuja. Good. Sasa huyo ambaye anaambiwa, kwa mfano tuchukulie tu hapa ndani ya kanisa, mtu ambaye anaenda mtoni kubatizwa. Sisi watu tunaobatiza washiriki, watu tunaobatiza watakatifu ama wapagani. Mtu ambaye anaenda kubatizwa, anabatizwa kwa sababu gani? Ameamini. Ili aingie kwenye nini? Ufalme wa mbinguni. Maandiko amesema, Yesu alisema kwa Nicodemus kwamba mtu ambaye hatazaliwa mara ya ngapi? Ya pili, kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia katika nini? Ufalme wa mbinguni. Sasa mtu ambaye leo ameamini hapa anaenda kubatizwa. Huwa tunawabatiza watakatifu. Huwa tunabatiza sisi watu wenye imani ambao ufalme wa mbinguni uko ndani yao. Ndio hao wanabatiza? Hapana. Anayebatizwa ni mpagani ili atoke kwenye upagani aingie kwenye nini? Kwenye ufalme wa mbinguni. Sasa kama hao wanaambiwa wabatizwe, na Yohana alipokuja wakaenda kweli kubatizwa, walikuwa ni watakatifu wale? Walikuwa na amri ya Mungu? Kama kubatizwa lengo lake ni kuingia kwenye ufalme wa mbinguni, hawa ambao wanaenda kubatizwa walikuwa na ufalme wa mbinguni? Walikuwemo ndani kwenye ufalme wa mbinguni? Ndio nauliza. Jibu, hawakuwemo. Kwa sababu gani? Wale ambao wamo kwenye ufalme wa mbinguni, kubatizwa kwa nini? Kunafaa nini sasa? Lakini wale hao sasa Wasabato, hao Waadventista, sio Waadventista lakini Wasabato, Wayahudi wale kwa magrupu yao wote
wanapoenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji walikuwa wanaenda kwa sababu ni wanadhambi, ili waingie kwenye ufalme wa mbinguni kama sentensi ya Masihi ilivyokuwa. Sasa sisi leo tunachojifunza ni Yesu anapowaambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, kwa maana hawatasema tazama huko ama kule, kwa sababu huko ndani yenu. Ni kwa maana gani? Ni kwa sentensi ile ya somo la kwanza iliyotangulia ya kwamba hakuna ufalme bila nini? Bila sheria. Hakuna serikali bila sheria. Sasa kwa maana hiyo, sheria ya Mungu walikuwa nayo wanaijua. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ulikuwepo, wanaweza kuupata kwa maana sheria zilikuwa ndani yao, lakini hawakuwa wanazishika. The same na kwa huyu kijana ambaye ameenda kwa Yesu, ameambiwa hivi, zishike nini? Amri. Akasema hivi, toka utotoni mimi nilikuwa nikifanya hivyo. Sasa nimepungukiwa na nini tena? Akaambiwa ili uwe mkamilifu, nenda ukauze vyote ulivyo navyo. Sawa. Kimsingi hiyo sentensi ya nenda ukauze vyote ulivyo navyo na ile sentensi ya kwamba zishike amri ni hii. Ni sentensi moja. Ila huyu anayeambiwa haelewi kama ni sentensi ngapi? Ni sentensi moja, kwa sababu yule ambaye anaishika amri ya Mungu ili awe kwamba anaishika kweli kihalisia, kinachotakiwa kumuongoza kuishika amri ni nini? Ni upendo, si kweli? Ni upendo. Na ndio tulisema kwenye somo lililopita ya kwamba anayetunga sheria hapa duniani huwa anaongozwa na kitu. Unajua sheria huwa ni wazo la mtu kwanza analitoa, baadaye linapata support, baadaye linakuwa ni nini? Mswada, bill, baadaye inaenda kuwa sheria hapa duniani, si ndio? Kwa hiyo kilichomuongoza huyo mtu kutoa hilo wazo, hicho ndio msingi wa hiyo nini? Sheria, na ndio msingi wa serikali. Hasa ni nini? Sisi hapa tunaongozwa na chuki, na ubinafsi na hofu. Mtu anapotunga sheria ya kwamba mtu akiua mwenzie anyongwe mpaka kufa, si ndio? Mtu anapotoa wazo la hivyo, halafu likakubalika kuwa sheria, si ndio? Sheria tulizonazo leo likakuwa sheria. Likishakuwa sheria, hilo wazo likatekelezwa, likishafanywa kazi, mimi nimeua, sawa, na mimi nikaenda kunyongwa, anaye ninyonga ameua hajaua? Huyo anaye ninyonga ujue ndio ndio aliyekuwa bungeni anatunga sheria, si ndio? Haya, kilichokuwa kinamuongoza kutunga hiyo sheria ni nini? Ni upendo. Ni nini sasa hiyo kama sio upendo? Chuki, ni ubinafsi, ni hofu, ni kujipenda mwenyewe, si ndio? Kwa tunachoangalia ni kinachoongoza, yani sheria za Mungu. Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 20 na ngapi hapa? 22. Kwenye aya ya 34 hadi ya 36 ndiko anasema hivi: na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza. Tena hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Aya 38. Na ya pili inafanana nayo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Tuendelee mbele kidogo kwenye fungu la 40. Katika amri hizi mbili hutegemea nini? Torati na nani? Na manabii. Sawa? Sijui kama tuko pamoja ama akili zimechoka. Kwenye amri hizo mbili Yesu alizosema, mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako kama nini? Nafsi yako. Akasema hivi, katika amri hizo zote mbili hutegemea nini? Torati na manabii. Torati ni nini? Ni amri 10. Ni kweli sio kweli? Ni amri 10. Haya.
Manabii tunawajua, wenyewe sasa ni viumbe hai ambao walionekana kati yetu, wakaishi kati yetu, tukawaona kama kina Elia. Sasa anasema hivi, katika amri hizo mbili utegemea Torati na manabii. Kati ya amri hizo mbili Yesu alizozisema na Torati na manabii, nani anategemea mwenzie? Hizo amri ndio zinategemea manabii na Torati, ama Torati ndio zinategemea amri hizo Yesu alizozisema? Amri. Kwa Yesu aliyosema umpende jirani yako kama mpende Bwana Mungu wako kama kwa moyo wako wote na kwa akili yako na kwa roho yako, na jirani yako kama nafsi yako. Hizo si ndio amri mbili? Anasema hivi, hizo amri tegemea Torati na manabii. Kwa maana ni kama nimepata mfano mzuri. Ni kama hii kitambaa imening'inia hii. Hii kitambaa ndio tuseme hivi, ndio nini? Torati na nani? Na manabii. Halafu hii mbao na hizi ambazo zinashikiza huku juu, hiyo ndio nini sasa? Hiyo ndio amri. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako wote na jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo kijana anaposema nimezishika hizo amri, yeye alikuwa haongozwi na upendo. Yeye ameshika amri kama amri. Kama vile ambavyo tunashika amri za serikalini leo. Unafikiri sisi sio wahalifu kwa sababu gani? Kuna magereza, kuna polisi. Ukimsimamisha mtu, kwa nini unaendesha kistaarabu wewe kuliko watu wengine barabarani? Majibu mengi mnayajua. Bwana, polisi wamekaza sana siku hizi, si ndio? Bwana, mimi naogopa sana. Polisi siku hizi wamepandisha nini? Wamepandisha faini. Mimi na nini? Yaani isingekuwa hivyo, usingemwona anaendesha kistaarabu. Kwa nini wewe kijana unaonekana ni mstaarabu na yeye anasema, kwa nini wewe umeshawahi kufanya uhalifu wote ama ukatiwa jela? Hapana. Kwa nini? Mimi jela napaogopa sana, ni pabaya sana pale. Huyo ukiondoa jela, ukiondoa hukumu na mahakama, atakuwa criminal ama atakuwa huyo atakuwa mtu mwema huyo? Kwa hiyo huyo kijana huyo anashika amri kwa sababu gani? Sababu atapigwa mawe asiposhika. Sasa sio hiyo. Sisi tunazungumzia ni ile ambayo inaongozwa na nini? Na upendo. Sawa. Sasa lakini somo letu ni kwenye ufalme wa mbinguni. Kama Adam na Hawa walikuwa duniani, na maandiko yanasema serikali ya Mungu ilikuwa inafika mpaka mbinguni. Yaani sehemu utawala, serikali yote ama ufalme wa mbinguni ulikuwa unajumuisha nini? Dunia hii pia na malimwengu mengine. Hasa swali, Hawa na Adamu walikuwa kwenye ufalme wa mbinguni wakiwa wapi? Wakiwa hapa duniani. Swali, sisi tutaingia kwenye ufalme wa mbinguni tukiwa wapi? Mbinguni ama duniani? Na kama tukiingia kwenye ufalme wa mbinguni tukiwa mbinguni, si ndio? Kwa maana kwamba tunaenda mbinguni tukiwa hatumo kwenye ufalme wa mbinguni. Kama ikiwa hivyo, hakuna mtu atabaki. Juu wote tutaenda tukawe converted huko, si ndio? Lakini kwenye ufalme wa mbinguni maandiko yanadhihirisha kuwa tutakuwa tumeingia wapi? Tunaingia kwenye ufalme wa mbinguni tukiwa duniani, kwa maana mtu anazishika amri za Mungu sio akiwa mbinguni bali akiwa duniani. Hata tupitie nukuu moja kutoka kwenye kitabu kimoja hapa kinaitwa Letters and Manuscripts Volume 17. Ukurasa wa Volume 17, LTMS LT 65 1902, paragraph 12. Anasema, when Christ was in this earth, he chose 12 disciples to be constantly with him. This it was
his purpose to train for his work. He did not call their attention to the purpose and laws of the kingdom of the world, but to the higher, holier theme, the purpose and law of the kingdom of God. Yesu alipokuwa hapa duniani alichagua mitume 10 na ngapi? 12. Anasema hivi, alitaka muda wote wawe pamoja na yeye. Sasa anasema hivi, hakuita usikivu wao kwa dhumuni la ufalme wa hapa duniani na sheria za hapa wapi? Duniani. Ila aliwaita kwa ajili ya nini? Ya ufalme wa mandhari matukufu ya wapi? Na matakatifu ya ufalme wa wapi? Wa ufalme wa Mungu. Anasema he did not speak to them of politics, but of the subject that concerned them as steward of his grace. Hakuzungumza nao siasa. Yesu hakuzungumza na wanafunzi wake nini? Siasa, lakini alizungumza mambo pamoja nao, mambo ambayo yaliwahusu kama mawakala wa neema yake. Asa idea ambayo sisi tunaitaka ndio hii hapa mbele. Anasema hivi, he gave them a general idea of the character of his kingdom and its working. Hili ndio lengo la Yesu mpaka leo, ya kwamba atupatie picha na muonekano halisi wa ufalme ambao tunautaka unafananaje. Tukubaliane, tusije tukasainishwa mkataba kama wa babu zetu enzi zile, hawajui kusoma, wanasainishwa, ambiwa saini, sijui weka kidole, mwisho wa siku wanaambiwa unaona hii saini ndio umeuza bandari. Unaanza kuona tu mambo mengine ukiuliza ambiwa wewe si ndio Mirambo, wewe ndio ulisaini hapa, wewe si ndio king ndio hii sasa saini yako. Unajua ulisaini nini na hapa? Unasomewa unakuta uliuza nchi miaka 100 mkataba. Sasa hiyo Yesu hataki, ni ulaghai. Wanataka tuelewe ufalme ambao tunautaka unafananaje, ili tunaingia ama hatuingii. Yesu wetu tunajifunza the kingdom of God. Kuna sababu nyingine. Sasa anasema hivi, as a kingdom of grace in this world and a kingdom of glory in the future world. Mwisho wa kunukuu. Ya kwamba kama ufalme wa neema hapa wapi? Duniani, na ufalme wa utukufu wapi? Mbinguni. Kumbe ufalme wa Mungu uko categorized na mara ngapi? Hapa duniani ufalme wa Mungu hapa duniani unaitwaje? Umeelewa hiyo hapo? Hapa duniani ufalme wa Mungu unaitwaje? Ufalme wa neema. Acha tusome hii sasa ambayo tulizoea kwetu. Kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 290. Hii ni muda gani sasa? Okay. Kitu kwa mwishoni. Pambano Kuu 290 aya ya 5, kurasa wa 290 na aya ile ya 5. Maandiko yanasemaje? Sawa. Maandiko yanasema, tangazo lililokuwa limefanywa na wanafunzi katika jina la Bwana kwa kila namna lilikuwa nini? Lilikuwa sahihi, na matukio yaliyolenga yalitukia sawa sawa. Tangazo gani hilo lilifanywa na wanafunzi wa Kristo? Anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Ndio ulikuwa ujumbe wao. Kwa hiyo wanafunzi walivyokuwa wanatumwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 na mahali pote ambapo wameambiwa waende wakihubiri Injili. Kwenye Luka na mahali pote maandiko yanasema hivi, lakini ninyi jueni ya kwamba ufalme wa Mungu umefanyaje tu? Umekaribia. Sasa anasema hivi, hiyo wakati umetimia. Hiyo sentence Yesu hakuisema in vain. Hakusema tu kwa sababu wamesema. Alisema akiwa na maana ya kwamba wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Majuma 69 ya Danieli sura ya 9 ya 25 ambayo yangeishia kwa Masihi mtiwa mafuta. Kristo alipata upako wa Roho baada ya kubatizwa kwake na Yohana katika Yordani, na ufalme wa Mungu waliokuwa wakiutangaza kwa kuwa umekaribia
ulianzishwa na kuthibitishwa na kifo cha Kristo. Hello. Kwa tunapoambia ufalme wa Mungu umekaribia, anayezungumza bado hajafa, si ndio Kristo? Bado hajasulubishwa, hajafa. So ulikuwa umekaribia, kwa maana alikuwa anasema muda umekaribia, mwana wa Adamu atatiwa kwenye mikono ya wenye dhambi. Tena ataenda kusulubishwa na siku ya tatu atafufuka. Sio kwamba ameshasulubishwa, ameshafufuka, ulikuwa muda unakaribia. Ndio hapo mara ya kwanza dunia itakuwa imeshuhudia kifo cha mtu ambaye tangu kuzaliwa hajawahi kuvunja amri yoyote ya Mungu. Ndio ufalme wa Mungu sasa. Kwa hiyo tangazo hilo wanapolitoa lilikuwa ni utimilisho wa unabii wa siku 2300 za Danieli sura ya 9 aya ile ya 25. Sasa wakati huo, kuanzia hapo anapowaambia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 ya kwamba ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, watapewa taifa jingine lenye kuzaa matunda, ndio wito wa mitume, na ndio hapo Yesu anatengeneza watu ambao watakuwa na tabia kama ya kwake. Hao ndio mitume, ndio taifa ambalo watakuwa wanashika amri za Mungu, tofauti na wale ambao walikuwa nazo kwenye mawe. Sasa basi, kwenye hii paragrafu ya ukurasa wa 291 paragrafu ya pili ya kwanza anasema hivyo kiti cha utukufu huwakilisha ufalme wa utukufu, na ufalme huu unarejeshwa katika maneno ya Mwokozi kwamba hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Ufalme huu bado uko mbele, hauwekwi mpaka kurudi kwa Kristo mara ya ngapi? Mara ya pili. Nataka tuhitimishe hapa, ila kama hatutapatana kwenye wazo hili, hitimisho hili halisaidii, hata somo litakalofuata halitasaidia. Kwamba tumeona kwenye kitabu cha 17 LTMSLT ya kwamba Yesu alichokuwa anataka wanafunzi waelewe ni kuhusu ufalme wa neema hapa duniani na ufalme wa utukufu wapi? Mbinguni. Na hii imeunga mkono ya kwamba ufalme huu wa neema ulianzishwa. Hii sijaisoma hiyo sentence bwana. Tulisema tu ufalme wa Mungu ulianzishwa na kuthibitishwa na kifo cha nani? Cha Kristo. Ila ufalme wa neema ulianza lini? Nataka hiyo sentence tuielewe. Lakini maandiko yanasema hapa ya kwamba ufalme wa neema huo ulianza tu baada ya anguko la nani? La mtu dhambini. Baada tu ya Adam na Hawa kuanguka dhambini, ufalme huo ulianzishwa. Kwa maana hakuna mdhambi yoyote ambaye hajabebewa dhambi na Kristo. Hakuna. Hata Hawa, kama yeye singekuwa Yesu kumbebea dhambi, sijui hata kama angefika kwa mume wake baada ya kula ile tunda. Kwa hiyo ufalme wa Mungu hapa duniani unaitwa ufalme wa nani? Ambao hata Yesu mwenyewe aliishi kwenye huo sasa, ambao hakuwa mwanadamu ameuishi kabla ya yeye, alikuwa mwanadamu hajauishi yeyote. Lakini ufalme wa utukufu ni ufalme ambao unakuja, huo hauwekwi mpaka Yesu aonekane wapi? Mbinguni, mpaka Yesu anapokuja mara ya pili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya 50. 15:50 Wakorintho wa kwanza, maandiko yanasema, ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Hiyo tu ndio sababu kwamba, kwa sababu miili yetu hii haiwezi kupokea ufalme wa utukufu ambao Yesu atakuja nao, ndio sababu tutabadilishiwa fumba na kufumbua kama anavyoendelea kusema hapo chini. Lakini yeyote ambaye ataingia mbinguni kwenye ufalme wa utukufu ni yule ambaye yuko kwenye ufalme wa Mungu tayari, ila kwenye ufalme wa neema. Wangapi tumeelewana? Amina, amina. Sasa kama ufalme wa mbinguni hatuwezi kuupokea hapa, ufalme wa neema ambao ni kushika amri za Mungu na kutembea katika sentensi za Mungu kwa kuongozwa na upendo, kama hata hatuwezi kuishi hivyo hapa duniani,
Hata Yesu alikuchukua mzima mzima akushusha kwenye viwanja vya mbinguni, utaasi. Na Mungu atakuwa hajasolve tatizo la dhambi. Dhambi itakuwa haijasuluhishwa. Na of course haitakuwa ni uhuru na ambao ni tabia ya Mungu. Mungu atakuwa hajatoa uhuru. Maana atakuwa amekulazimisha. Unaelewa hiyo? By the way, wala ambao bado tunaamini madaftari ya mbinguni, kama leo ukiletewa hilo daftari ukaliona la mbinguni, kitabu ambacho wanaandika watu na dhambi zao na nini, ukapewa na ufutio, ukaambiwa futa dhambi zako, ndio hizi zimeandikwa hapa, futa zote, ukafuta. Alafu Yesu akaja na utukufu, utaenda mbinguni bila kubadilika. Kwa hivyo hiyo ukafuta wewe mwenyewe kwa mkono wako, mbinguni tunaenda. Kwa nini? Na umefuta dhambi. Umefuta mwenyewe dhambi. Kaambiwa mbinguni hatuna daftari jingine, ni haya tu mawili, la uzima na la wapi? Na la mauti. Sasa la mauti ndio umo wewe, chukua ufute jina lako umo. Alafu chukua kalamu uandike umo jina lako kwenye kitabu cha uzima. Alafu kaliandika. Yesu akaja kabla hujaacha hiyo tabia mbaya na bado unavunja amri za Mungu. Na jina lako endelea kudumu humo ulimo uliandika mwenyewe. Mbinguni nitaenda sitaenda? Hakuna kwenda. Wewe enda. Kwa nini? Na umefuta? Kwa kinachotakiwa kubadilishwa ni mimi, sio daftari. Sawa, vizuri. Basi kama hapo tumeelewana ya kwamba katika ufalme wa mbinguni hatuwezi kuruka hatua ya ufalme wa neema tukaingia kwenye ufalme wa utukufu. Kwa maana ufalme wa neema unawahusu wote ambao ni jamii ya walioanguka dhambini. Wote. Sasa na sisi tumeanguka dhambini. Ufalme huu kama hatutaingia, it means hakuna haja ya ufalme wa neema kuanzishwa. Kwa maana kama mtu anaweza kuishi akiwa mdhambi kwenye ufalme wa utukufu, huu ufalme wa neema una kazi gani sasa? Baada ya kusema hayo, naomba mkono kama mtu uko na swali, kwa maana muda wetu hauturuhusu kuendelea kuwepo kwenye kipindi hiki. Swali, ongeza, dukuduku, siwasi, comment. Basi tuombe kama hakuna. Okay. Naomba uchukue microphone. Naomba upokee microphone ndio tusikie na sisi hapa tulioko huku tunasikiliza, tunafuatilia. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 1:17 mpaka 19. Petro wa kwanza 1:17 inasema, na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo, kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa. Enendeni kwa wakati wenu, yani mtengeneze hata njia zenu, mtengeneze hata mapito yenu, mkae kama wageni wa nchi hii, si ati ni wenyeji, wageni ambao ni wapitaji. Uendelea ndugu yangu. 18 nasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Yani mwalimu uenda haraka kidogo. Ya kwamba nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mlikombolewa si kwa vitu vinaharibika, wala kwa fedha au dhahabu, wala kwa pesa ama kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Mpate kutoka kwa ile mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, mliopokea kwa papa yenu, yani papa walio sasa, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila,
asiye na waa, yani ya Kristo. Hebu endelea kidogo mwalimu. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Asante. Mathayo 19. Mathayo 19. Bwana amenipotelea mwalimu. Kuna mahali inasema wale wanasimama, yani juu yake kidogo nilikuwa nahitaji kuongelea. Wale wanasimama hapo watapata uzima wa milele bila ya kukufa. Ni Mathayo ngapi? Ni Mathayo sura ya 17. 17. Mathayo 17. Aya, tuanzie ngapi? Tuanzie ya kwanza. Anasema baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguze, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Natazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa akisema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika ile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, sikilizeni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri na kuogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu pekee. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaambia akasema, msiwaambie mtu yeyote habari ya mambo ya maono haya hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena? Nafikiri ni mbele ama ni sio mahali hapa, lakini ni kwenye tukio hilo la mlimani. Yesu aliwaambia, mimi nawaambia kuna watu wasimamao hapa ambao hawatakufa mpaka watakapomuona mwana wa Adamu katika ufalme. Katika Mathayo 16 fungu la 27. 27 anasema, kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amin, nawaambia pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Yani hapa mahali nashukuru. Hapo. Sasa hebu angalia kutoka nyuma hapo, sijui ni fungu la 17 hiyo. Kuna kitu hapo ningehitaji kuongelea kidogo. Kwenye sura ya 16. 17. 27. 27. Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Asante sana. Yaani wakati atakuja, siku ile atakuja. Kama ulikuwa unafanya mambo mapaya, basi huwezi libwa ile usuri, utalibwa ile upaya. Lakini kama utakuwa umefanya masuri, jinsi uliambiwa unyenyekee na kutengeneza njia, na njia hiyo yako ipate kuonekana imeambatana na Bwana, basi utalibwa yale masuri. Lakini ukifanya yaliyo mabaya, utaenda kwa yale mabaya uliyoyafanya. Ukaangalia ukaona hapa chini kidogo ikasema kwamba kuna wale wasimama hapo wanayesimama hapo kiasi kwamba kuna wale ambaye watakuwa sio wazuri nao watafanya nini? Watatoka. Na kuna wale ambao watasimama hapo watafanya nini? Wataenda bila kukufa, bila kuonja kifo. Kwa hiyo usima naona kama utakuwa pamoja na wewe ukiamua kutendea ukweli, kama unafanya ukweli. Amen. Hebu angalia katika kitabu cha ilikuwa ni Petro tumeisoma? Ndio tulisoma. Acha tufungie hapo. Amina. Basi Bwana aweze kutubariki na kutujalia
nafasi nyingine ya kuendelea na kipindi chetu ambacho hakijafika mwisho bado. Tuombe. Baba yetu mwema na mtakatifu uliye mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kudumu kutufunulia siri za upendo wako na ufalme wako ambao kimsingi Bwana hautamani mmoja wetu aweze kukosa kuwepo katikati yake. Tunaamini kwamba upendo wako una shauku kubwa sana ya kumpata kila mmoja, ndio maana unatuvumilia na kutupatia nafasi ya uzima tena hadi leo hii hatujaangamia. Tunaomba Baba mtakatifu, mapenzi yako yatimizwe na furaha yako ya kutuona katika ufalme wa mbinguni, tukidumu na kushikamana kwa Roho wako mwema na wakazi wote kwa upendo. Baba mwema, tunaomba yatimilike hayo, si kwa nguvu zetu bali kwa Roho wako mwema. Tunaomba katika mwendelezo wa pumziko karibu la masaa ya Sabato takatifu haijaisha, kudumu kuwa nasi Bwana katika mawazo yetu, maneno na matendo yetu, yapate kuwa yale ambayo wewe uliyapendekeza katika siku ya Sabato pekee, isiwe kwa ajili ya tamaa na kufuata mambo yetu wenyewe. Tunaomba hivyo na kushukuru jina la Yesu Bwana wetu. Amin. Basi karibu uongozi wa kanisa.